le 25, leo le 25 M23 kosi narudia. Tunaminia kosi narudia juu mshaibeba wa garso wote wapa Musia. Leo le 25 mshapeleka kudifesi, njo wale wanaanza toka kuna vikwenda beba vitu, shinaleta mavitu, machakula, mavitu gani zote zile ziko toka kudifesi, na bona bana bafata na difesi ile kule yulu nako kule kwabo kule washalunguza na nyumba yao. Moto njole kukula yulu nijua kuonekana ni mbali, niko mbali sana, niko mbali, njo maana hamko naona. Niko mbali sana, niko mbali kabisa, njo kule kwa difesa moto ile kule yulu kule njo mko difesa. Viana vele mshaleta rasio viana vele njo vele akosi tunagombolewa. Tunashukuru sana kwa kuwa tunazani akosi tunapata ukombozi wake, bila risasi bila nini, ukombozi mwema. Nazania Babiloni anarudia kwao na laana zake. Jobless ayana Rastafari konga de konga lodo kwa bila njo kule kuna yala njo population saa hii kabisa, babila bashaenda babila balienda usiku kabisa. Population njo ile kabisa inayala sana, biko najibebea vitu nini bo. Asa tujui kama situation kumwisho itakuwa namna gani. Mesi no saa hii kabisa beba drama hakuna tena M23. Ndio. Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji mahali popote uliko. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe Machi 25 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Kawia ufike wahenga usema, na labda kilicho na mwanzo kina mwisho. Hatimaye wapiganaji wa M23 waanza kuondoka baadhi ya sehemu walizokuwa wakishikilia kwa muda mrefu, na hiyo huenda ni kupitia shinikizo za serikali ya Marekani. Mtazamaji, na kuomba wadamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho ili ujue kile kinachoendelea hivi sasa. Lakini nakuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunaelekea huko katika maeneo ya tarafa Lubero, maeneo ambako sehemu kadhaa zimeripotiwa kwamba wapiganaji wa M23 na washirika wao sehemu walizokuwa wakishikilia wameanza kuondoka. Dalili hizo zilianza kuonekana tangu usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne. Kambi nyingi ambazo au posta nyingi ambazo walionekana wapiganaji wa M23 zilikutwa zikiwa tupu, hata wakaonekana wakahadi wakiwa wenye kusherehekea au kufurahia kuondoka au kutokuonekana tena au wapiganaji wa M23 sehemu ambazo walikuwa. Ni kwa mfano sehemu za Kipese, sehemu za Kichumbiro na viunga vyake, ambako ndiko walikuwa wakiweka mistari yao ya mapambano ili waelekee sehemu za Beni, Butembo na kadhalika. Lakini habari tulizonazo hivi sasa na video ambazo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zaonyesha wazi kwamba hapana shaka tena wapiganaji wa M23 na washirika wao wameanza kuondoka kutoka sehemu ambazo walikuwa wakishikilia. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, wengi wahisi kwamba huenda ni kupitia shinikizo ambayo ilitolewa na serikali ya Marekani inayoongozwa hivi sasa na Rais Donald Trump, imepelekea wapiganaji hao
wa M23 kuanza kuondoka, haswa vikwazo ambavyo Marekani imewekea jeshi la Rwanda, wanaotajwa na duru nyingi kwamba ni wao wanasapoti na wanaongoza mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi nyuma au kwenye mgongo wa M23 na AFC. Kando na kuwapa vikwazo, kuwawekea vikwazo jeshi la Rwanda, kuna maafisa wa majenerali ambao waliwekewa vile vile vikwazo, na unapoingilia kiundani vikwazo hivyo vinaathiri sana serikali ya Rwanda, kwa sababu kando na vikwazo ambavyo wamewekewa, kuna vitu vingi ambavyo hawatafaidika ndani, na ni nchi ya Rwanda inayopoteza. Ni kutokana na hali hiyo, nchi ya Rwanda inalazimika kuondoa askari wake. Bila shaka watu wengi huwa hawaamini ikiwa wanavyoonekana kuondoka mchana kutwa, huenda ikawa ni kuzubaisha ulimwengu kuwa wameondoka, lakini wakawe wenye kuelekea sehemu zingine, labda kuongeza nguvu kwenye mistari ya vita. Lakini wadadisi wengi wa mambo wahisi kwamba hapana shaka askari wa Rwanda wameanza kuondoka mahali walipokuwa, au wapiganaji wa M23 wanaanza kuondoka kutoka sehemu ambazo walikuwa, kutokana na shinikizo kubwa ambayo serikali ya Marekani imesukuma nchi ya Rwanda kufanya hivyo. Yaani imesukuma nchi ya Rwanda waondoe askari wao wa RDF pamoja na wapiganaji wa M23 kama vile AFC, ambao imeonekana wazi kwamba wao ni kama vile kiamvuli, lakini ni serikali ya Rwanda, jeshi la Rwanda ambao wapo nyuma yao wapiganaji wa AFC M23. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kama mnavyoona video hizo ni zile ambazo zinashuhudiwa katika maeneo ya wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, sehemu yake ya kaskazini kuu. Je, ni mwanzo wa kuondoka kwa askari wa Rwanda sehemu wanazoshikilia, au M23 wa AFC sehemu wanazoshikilia, ili hakikishe kwamba vita vimekomeshwa? Tuyaachie majira muda. Lakini kabla tuachane, tusikilize kwanza ushuhuda wa mkaaji huyu ambaye anapatikana sehemu hiyo. Wanatoka fasi yote wenyewe walikuwa make, wanatoka Katambe, defense imeshalunguziwa, Beba Tama defense imelunguziwa, nani Luseke imelunguziwa, na nani kule kustade kwenye walitaka bombarde na hapo alo Jove na wale wakubaliane balusa kinjo wameniambia mbo sisi tunataka die kama tuende leo tutaenda usiku. Jove. Na ni hapo mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada. Tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, na watakieni nyote kila laheri.